Karibu katika mwendelezo wa somo letu, na sehemu hii inajikita zaidi kwenye dhana ya fasihi ya Kiswahili kama tulivyodokeza hapo mwanzo. Fasihi ya Kiswahili ni ile iliyoandaliwa na Mswahili kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Ni lazima iwe imeandaliwa na Mswahili kwa kutumia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu mtunzi yeyote wa kazi ya fasihi huwa ni zao la jamii yake, basi tunaamini, na ndivyo ilivyo, kwamba Mswahili lazima atakuwa anawazungumzia jamii ya Waswahili wenzake, kwa sababu ndiye anayewafahamu na anafahamu Uswahilini na maisha halisi ya Waswahili. Kwa hiyo tunasema fasihi ya Kiswahili ni ile tu iliyoandaliwa na Mswahili kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Inaweza kuwa inawahusu Waswahili wenyewe au ikawa inawahusu watu wa jamii ingine, lakini ni lazima Mswahili awe ameiandaa kazi hiyo ya fasihi. Je, fasihi ya Kiswahili kwa dhana hiyo tunasema basi fasihi ya Kiswahili ni lazima iandaliwe na Mswahili pekee. Je, Mswahili ni nani? Hili ni swali la muhimu sana tunapozungumzia dhana hii ya fasihi ya Kiswahili. Mswahili ni nani? Hili ni swali la msingi sana la kujiuliza. Kwa mujibu wa Sengo na Kiango katika hisi zetu, wamejaribu kueleza fasili kadhaa kuhusu Mswahili, na hapa nitatoa fasili tatu tu. Ya kwanza ni ile inayosema Mswahili ni mzaliwa wa pwani kwa asili. Mswahili ni mzaliwa wa pwani kwa asili. Kwa hiyo ili uwe Mswahili ni lazima uwe asili yako na chimbuko lako ni pwani. Hapo utaona wanaweza kuingia Waswahili halisi kama Wazaramo, Wakwere na jamii nyingine ambazo asili yao ni pwani. Lakini maana ya pili, kwa mujibu wa Sengo na Kiango katika hisi zetu, wanasema Mswahili sharti awe msemaji mahiri wa lugha ya Kiswahili. Ili uwe Mswahili lazima uwe unakijua Kiswahili kindakindaki na sio msemaji tu wa kawaida. Na dhana ya tatu, Mswahili aghalabu huwa ni Muislamu kwa mazingira na desturi za jamii ya watu wa pwani kwa ujumla ni Waislamu. Kwa mantiki hiyo unaweza kuwa umebaini Mswahili hasa ni yupi, na huyo ndiye anayeweza kuiandika fasihi ikaitwa fasihi ya Kiswahili ya Waswahili. Na ili iwe ya Waswahili, maana yake lazima iwe inawazungumzia Waswahili, na kama itakuwa inawazungumzia watu wa jamii nyingine, basi tunaweza kuwatambua waliozungumziwa huko, lakini mtunzi akiwa ni Mswahili, basi tutaita fasihi ya Kiswahili ya hao waliozungumziwa ndani ya kazi hiyo. Na kwa mantiki hiyo basi Mswahili pekee ndiye anayewafahamu Waswahili ambao lugha yao ya mawasiliano na lugha yao hasa ni Kiswahili, kama ilivyo kwa Wachaga na Kichaga au Wapare na Kipare, hali kadhalika Wahaya na Kihaya. Lakini vile vile Mswahili ndiye anayekujua Uswahilini na maisha halisi ya Waswahili. Si kazi rahisi kwa mtu asiye Mswahili kueleza mambo ya Waswahili kinagaubaga na hata yakawa yameelezwa kwa usahihi. Na kwa kufikia hapo basi tutakuja tuendelee na sehemu ya somo hili ambayo itatufikisha kwenye fasihi kwa lugha ya Kiswahili na kuangalia tofauti kati ya fasihi ya Kiswahili na fasihi kwa lugha ya Kiswahili. Karibu sana.